Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameshtumu vikali mataifa kigeni kwa kile alichosema ni kuingilia masuala ya ndani ya taifa hilo, huku akilaumu kwa kuunga mkono madai ya upinzani kwa uchaguzi wa Oktoba ulikuwa na dosari. Akilihutubia taifa wakati alipokutana na wazee jijini Dar es Salaam, Rais Samia aliyakosoa baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani ambalo limetaka kufanyika uchunguzi huru kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu wakati wa uchaguzi huo uliokamilika hivi karibuni. Kwa mara ya 4 tangu kuapishwa kwake, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amejitokeza mbele ya umma na kuzungumzia vurugu zilizoshuhudiwa nchini humo wakati wa uchaguzi mkuu. Samia, ambaye amezungumza alipokutana na wazee wa jiji la Dar es Salaam, amesema yaliyotukia si desturi ya Watanzania na kushikilia kwa vurugu hizo zilikuwa za kupangwa na wafadhili kutoka mataifa ya kigeni. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Ni fedha chache wanayotugaia. Na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate. Ametumia fursa hiyo kutetea jinsi jeshi la polisi lilitumia nguvu kupita kiasi katika kuzima maandamano hayo anayosema yalilenga kufanya mapinduzi. Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe. Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo. Na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu. Waandamanaji wengi wanaingia njiani. Na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Rais Samia amelaumu vyama vikuu vya upinzani kwa kususia uchaguzi, akisema kuwa walifahamu kwamba wangeshindwa kwa kura nyingi zaidi na ndiposa wakaamua kujiondoa mapema na kupanga vurugu hizo. Walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Aibu ingewapata na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Kuhusu mazungumzo ya kitaifa, amesema serikali yake iko tayari, ila si kwa masharti ya upinzani. Wanasema tutakubali kukaa na serikali ikiwa watafanya 1, watafanya 2, watafanya 3. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Tumewataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze. Na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu. Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Rais huyo ametoa tahadhari kwa wanaopania kupanga maandamano tena nchini Tanzania kuwa chuma chao kimotoni. Nataka niseme, nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema, hebu tarehe 9 liakhirisheni, nendeni subirini Christmas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga. Mary Kyalo, Undugu TV.